katika Mwanzo sura ya kwanza, in the book of Genesis chapter 1, pale ambapo tunaona jinsi Mungu alivyokwenda kuumba ulimwengu. we see how God started created the universe. Wakati Mungu aliandaa mpango wa uumbaji, When God started preparing the plan of creation, ilifika hatua akasema sasa ni vyema tuweze sasa kuumba kiumbe ambacho kinafanana na and sisi. there came a point where God said, let us create a human being, a person that will look like us, Kwa mfano wetu. in our own image. Lakini sasa swali ni moja. Now the question is, Je, jinsi tulivyo hapa ambao tumeumbika kwa mfano wa Mungu, kwa sura ya Mungu, as we are seated here, we have been created in the image of God. tumefanana? Do we look alike? Tukiangaliana hata We look at each other. muangalie sisi wawili, je Look at me tumefanana? and him. Do we look alike? Hapana kidogo. Lakini Biblia inasema eti tumeumbika kwa sura ya The Mungu, Bible says we have been created in the image of ambapo God. pasingekuwa kidogo. There should not be a difference. Ingelikuwa huyu hapa tena ndio huyu It hapa, should look the same. kwa sababu hiyo ndio sura ya So Mungu that is the image of God. na The ndio face of mfano God. wa Mungu. That is the model of God. Jina la Bwana Praise the libarikiwe. Lord. Lakini jibu sivyo, But that's the answer is negative. hatufanani. We don't look alike. Sasa hiyo sura na mfano wa Mungu ni kitu gani? Now that image, that model of God, what is it? Ndicho kitu ambacho tutapaswa kukijua, That is what we need to know today. na tukijua hicho kitu And if we know that, kitatufanya mimi na wewe tuweze kuangalia ukubwa wa Mungu kwa ajili ya maandalizi ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. like me and you, so that we can actually look, so that we can discern the greatness of God. Jina la Bwana libarikiwe, wana wa Mungu. Praise the Lord. Basi msomaji angalia katika kitabu, The reader will go to the book. watu wawili, mmoja atasoma Waefeso One will read the book of Ephesians, sura yake ya 4 na mstari wa 23 chapter 4, verse 23, mpaka 24, until verse 24. na mwingine atasoma Wakolosai And the other one will read Colossians, sura yake ya 3 na mstari wa 10. chapter 3, verse 10. Ya Waefeso angeanza 4:23 mpaka 24. The first one will start with Ephesians. Tunasoma Efeso 4:23 hadi 24. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na mfanye mapya katika roho ya nia zenu. Mkavae utu mpya Ndio. ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utukufu na utakatifu wa kweli. Amen. Amen. Nasoma hiyo Wakolosai sura yake ya 3 na mstari wa 10. Neno la Bwana linasema, mkivaa utu upya unaofanywa upya upate ufahamu sawasawa na mfano wake yeye aliyewaumba. Amen. Kwa Kiingereza tusome na yeye. In the English it reads, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in the true righteousness of holiness. Let's go to Ephesians. Na Colossians ni tatu kumi. Nasema, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge and in the image of his creator. Jina la Bwana Praise libarikiwe. the Lord. Tunakwenda kupata picha katika maandiko matakatifu haya We are receiving a picture from the Holy Scriptures, ambapo Paulo anakwenda kuambia wenzetu wa Efeso. whereby Paul is actually speaking to the Ephesians, Anasema kuwa He said, mkauvae utu mpya where a new nature, ulioumbwa kwa maana ya Mungu which has been created in the image of God, katika haki na utukufu wake. in righteousness and in his glory, Mkauvae utu mpya, that you may wear a new nature ule ulioumbwa na Mungu, that was created by God, ule ulioumbwa na that Mungu. was created by God. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the Lord. Tunaweza kupata sura ya kuona sura na mfano wa Mungu, We see now the image and the model likeness of kile God, ambacho Mungu alichokiumba. that which God created. Alafu Kolosai inakwenda kusema And Colossians say, eti kwa mfano
that in his likeness wa mara yake yule aliyeuumba. of the one that created. Maana kuna umbo ambalo Mungu aliloliumba kwa mwanadamu. There is an image that God created in the na human hilo being. umbo ndilo likaitwa mfano na kwa sura ya Mungu. And that image, that is which is called an example of the likeness of God. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the Lord. Na ndicho kitu ambacho kilichopotea kwa mwanadamu. And that is what was lost by human beings. Na ndio maana Paulo akaanza kuambia wenzetu waliokuwa Kolosai na wengine waliokuwa Efeso. That is why Paul spoke to the Ephesians, to the Colossians. Eti ni vyema tuweze kuuvaa ule utu ulioumbwa kwa mfano wa Mungu. It's better for us to wear that nature that was created in the image of God. Haleluya wana wa Mungu. Amen. Utu ulioumbwa na Mungu. That nature that was created by God. Wakati Mungu alipofanya uumbaji wake, When God started creating, akasema na tuumbe mtu kwa mfano wetu He said, let's create men in our image na kwa sura yetu. and in our likeness. Ndio utu ambao ulioumbwa kwa And mwanadamu. that is the nature that was created in a human being. Na ndio maana Biblia inasema kuwa And that's what the Bible says. kila jioni Mungu alikuwa anashuka kwenye Edeni kuja kuona kile ambacho kimeumbwa kwa mfano wake na kwa sura The yake. Bible says that every evening God used to come in the Garden of Eden to actually see that which was created in His image. Kwa sababu kilikuwa kimeumbika kwa sura na mfano wake. Because it was created in His model. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the Lord. Hapo tumepata picha sasa. We're now getting the picture here. Ule mfano na sura, that likeness, that image ambayo Mungu aliumba nayo kwa mwanadamu. that God created in us human beings. Hiyo sura ilikwenda kupotea wakati ambapo mwanadamu alikosa kusimama katika sheria za Mungu. That image or that nature was lost in a human being when men decided to depart from the will of God. Moja kwa moja sura ya Mungu na mfano wa Mungu kamtoka And mwanadamu. automatically the image of God, the model of God departed from the human Na being. baada ya pale And after that, Mungu hakuwa tena anamtembelea mwanadamu. God stopped visiting men. Sipende kuongea zaidi kwa ajili ya shamba la Edeni. We're not going to talk more about the Garden of Eden. Lakini ninapenda kuleta mfano huo ili tuweze kujua kile kilichopotea mwanadamu, I'm giving this example so we may understand that which was lost in a human being. ambaye aliyeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Was created in the model, in the image and the likeness of God. Na kwa sababu ya kitu kama hicho, And because of that, ndiyo Mungu akakaa sasa, that is why God now said, ili sasa aweze kurudisha kitu hicho, hiyo sura na mfano wake kwa mwanadamu. and decided to return that image, that likeness in a human being. Jina la Bwana libarikiwe wana wa Mungu. Ndipo pale sasa akaandaa plani ya kuzaliwa kwa mkombozi wetu Bwana wetu Yesu Kristo. And that is when he created a plan of the birth of Jesus. Ili auvae mwili wa So mwanadamu that Jesus may wear the body of a human na being mfikie and mwanadamu, reach human beings. aweze kurudisha ile sura na mfano wa In Mungu order to return that image, that ambao nature of God ulipotea kwa that was mwanadamu. lost in a human being. Maana Biblia inasema kuwa Because the Bible says that kutenda dhambi ni uasi. committing sin is actually a fault. Wakati ambapo mwanadamu alipokwenda kutenda dhambi, alikuwa muasi mbele za Mungu. When man committed sin, he actually became a betrayer in the eyes of God. Akaenda mbali He went far away from God. na uwepo wa Mungu. He departed from the glory of God. Lakini kwa upendo wa Mungu, But because of God's love, kwa wema wa Mungu, because of His grace, akaona ni vyema avae mwili wa kibinadamu. he decided that it was good for him to wear Akaona human ni body. vyema aweze kudharauliwa na kutukanwa He decided it was good for him to become insulted kwa ajili ya mimi na wewe kurudishiwa ule utu ambao uliumbwa tangu awali. because of you and I, so that he can return to us that nature that we were created with. Ukiangalia, je, Mungu alikosa uwezo wa kuangamiza kizazi hichi na kujiwekea kizazi kingine ambacho kimevaa ule utu wa kwanza? Do you think God was unable to destroy this generation? Lakini- Bring up a new generation with the original nature of God? Lakini ni kwa neema But it's because of His grace. na upendo mkubwa alio nao, Because of the love that He has. ndio maana akaona ni vyema avae mwili wa mwanadamu. That's why He decided that it was good to wear
human nature. Na ukiangalia kazi hiyo, If you look at that work, hakika utasherekea sikukuu ya Christmas. if you reflect about that work, you will celebrate this day of Christmas. Ukiwa na matumaini kuwa ninasherekea kwa ajili ya kurudishiwa kile ambacho kilichopotea Having kwangu. the hope that I'm celebrating so that that which I was lost can be returned to me. Jina la Bwana Praise the libarikiwe. Lord. The work, Ya Yesu Kristo alikuja kuifanya. one of the works, the missions of our Lord Jesus Christ. Ukipenda kujua hizo pembe za Moabu ni If nini, you understand those corners of Gomorrah, chukua historia look at the history ya Ruth na Naomi. and Naomi. Yesu I'm mnamnasikia. just speaking in short where you know this story. Ilifika hatua wale wakwezi au wake wa watoto wake And there came a time when the wives of her children, ambao alikuwa ni Orpa na Ruth, who were Olga and Ruth, walipenda kwenda na Naomi. they wanted to follow Naomi. Na katika kwenda kule, Ruth alikwenda kusema maneno ambayo yatakupatia picha ya pembe za Moabu ni nini. And as they were actually going, Ruth said words that are going to give you a picture of what are the Ruth corners of Moab. akasema, popote uendapo nitakwenda na wewe. Ruth said that wherever you go, I will go. Mungu wako atakuwa Mungu wangu. God will be my God. Ikimaanisha kuwa Moabu palikuwa kule Mungu wa It kweli. means that in Moab there were no true God. Kulikuwa na There miungu. were gods. Na kwa sababu hiyo fimbo ambayo Yesu Kristo atakuja kuponda And because of miungu that, yote ambayo haitokani na Mungu. Jesus Christ is coming to actually destroy all the gods that are not related to God. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the Lord. Na baada ya miaka 750 Another 750 kabla hajazaliwa Yesu Kristo, before the birth of Jesus Christ, Isaya na yeye akaona mambo mengine. Isaiah also saw other things. Haleluya, wana wa Mungu. Amen. Tufungue katika kitabu cha Isaya sura yake ya 9. Let's read the book of Isaiah. Mwanamume na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Amen. Amen. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be upon his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time and on forever. Eti baada ya miaka 750, After 750 years, ndio akasema kabla ya miaka 750, after 750 years, huyo mtumishi wa Mungu nabii Isaya 750 years earlier, this man of God, prophet akaenda Isaiah, kuonyeshwa mambo ambayo yatatokea. was revealed the things that will Eti kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. say that because of us, for us, the son is born. Tumepata mtoto mwanaume We have received a male child, ambaye uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake. and all government will be upon his shoulders. Lakini But majina yake sasa, look at his name. akaitwa kwa majina Now he called him with names, ambayo katika majina hayo and in those names, utakwenda kuona picha you kubwa will see a bigger picture ya Mungu aliyokwenda kuandaa kwa ajili ya sisi kurudishiwa ile sura na mfano wa Mungu. a picture of God's plan of returning to us the nature and the image of God. Jina la Bwana libarikiwe. Kwani Mungu anatupenda. Really, God loves us. Hakika tunaye Mungu. We have a real God. Mkristo ambaye uko mahali hapa, A Christian who's here, jua kuwa unaye Mungu. please know that you have God. Na kwa sababu tendea Of great things that God has done for you, wapi ambapo Mungu amekutoa. where God has picked you up from. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the Lord. Na hakika utakuwa na kila sababu ya kumsifu Mungu. And indeed, you have all reason Bila to praise God. kusukumwa wala bila Without being kubembelezwa. pushed, without being begged. Haleluya, Bwana wa Praise the Mungu. Lord. Je, sisi ni bora Are we better kupita wengine? than others? Kuwa kwako hapa, Your being here, kuwa kwangu hapa, my being here. tumemfanyia Mungu kitu gani kizuri What have we done God to kuliko God? wale ambao
labda kupata nafasi hii, That's better than those who did not have this chance. lakini ni kwa neema. But it's because it's by God's grace. Na tukifika hatua ya kuchunguza And we take time to na reflect kuangalia mambo ambayo Mungu anatutendea, and look at what God has done for us. hakika utasimama kwa zamu yako. Indeed, you will stand up. Hakika utamtumikia Mungu katika haki na kweli. Indeed, you will work for God in truth. Lakini katika dunia ya leo But in this world, ambayo imefanya wanadamu na mpaka imefika katika kanisa, that is things have affected human beings, and it's actually reaching the church. kutufanya sisi kuona mambo ya Mungu ni kawaida. That has made us to see the things of God to be normal. Unakuta Mkristo hana tena muda na Mungu. We see that many Christians don't have time for God. Tunachukua mambo ya Mungu twende na kurudi ni We kawaida, just take the things of God as normal, as routine, pasipo kuangalia kazi aliyoifanya Mungu kwa ajili yako na mimi. without reflecting on the work that God has done for us, for you and I. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the Lord. Isaya akasema Isaiah said, eti huyu mtoto ambaye amezaliwa, this child will be born. yeye atakuwa ni mshauri wa ajabu. He will be a good counselor, wonderful counselor. Kuna washauri wengi We duniani, have many counselors in this world, lakini yeye huyu ni mshauri wa ajabu. but that one will be a wonderful counselor. Tatizo gani ambayo uko nayo? Which problem do you have? Shida gani ambayo uko nayo? Which trouble are you facing? Tazama, mshauri wa ajabu ametokea Look, a wonderful counselor has been given na to you. amekuja kwa ajili ya kuja kukuhudumia. He was born to come and minister to you. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the Lord. Akasema kuwa huyu ni Mungu mwenye nguvu, And they said that this will be a God. ikimaanisha kusema kuwa hawezi akashindwa na jambo lolote lile. Will be a mighty God, which means that there's nothing impossible to him. Shida gani ambayo uko nayo ndugu Which yangu? trouble are you facing today, my brother? Tatizo gani ambayo uko nayo? Which difficulty are you knowing? Huyu ambaye anakuja, This person who's coming, huyu ambaye amezaliwa, the person who's born, ana nguvu kuliko hicho ambacho unaona kinakutatiza, he is more powerful than the problem that you na that is anakuja troubling you. kukuhudumia. And he's come to minister to you. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the Lord. Anaitwa ni Baba wa milele. He is called Everlasting Father. Ndio maana nilisema kuwa ndugu zangu, tunaye baba. That's why I told you we have a father. Kuna wababa wengine wanawaacha watoto There wao. are fathers out there who abandon their children. Kuna wababa wengine hawajali watoto wao. There are fathers out there who don't care about their children. Ndio maana kitabu kinasema kuwa ni nani mzazi ambaye anaweza akamwacha mwanaye. That's what the Bible says, that who is a parent who can abandon his or her children. Lakini tena neno nasema ndio mwanadamu anaweza kufanya hivyo. But the Bible says again, a human being can do that. Lakini huyu baba But this father hawezi kutuacha cannot abandon kwa us, sababu ametuchora katika vipaji because vya he mikono has yake. drawn us, Lord, in the palms of his hand. Tunaye baba wana wa Mungu We have a father. na amekuja kwa ajili ya kutuhudumia. That father has come